Tazame taarifa ambayo inawahusu Fountain Gate. Okay. Angalau sasa watapata tabasamu. Walikuwa wamekosa nuru. Sasa hivi watacheka kidogo. Angalau. Mnataka kuleta mambo ya nani ya Samakiba Foundation. Wape tabasamu. Sasa nikisoma taarifa ni kama ifuatavyo. Shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA limeridhia klabu ya Fountain Gate kufanya usajili nje ya dirisha la usajili kutokana na sababu za kiufundi. Fountain Gate ilifungiwa na FIFA pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kusajili kutokana na kudaiwa na waliokuwa wachezaji wake wawili wa kigeni. Ili iondolewe adhabu ya kufungiwa, Fountain Gate ilitakiwa kwanza iwe imewalipa wachezaji hao. Klabu hiyo ilikamilisha malipo ya mchezaji wa mwisho tarehe 1 Septemba, na siku hiyo hiyo FIFA iliondoa adhabu hiyo kwa barua. Baada ya kufungiwa kwenye mfumo, Fountain Gate haikuwa na uwezo wa kusajili wachezaji wapya isipokuwa kuhuisha wale waliokuwa wanaendelea nao kutoka msimu uliopita. Licha ya kutuma barua hiyo, lakini FIFA haikuwa imefungua akaunti ya usajili ya Fountain Gate hadi dirisha la usajili lilipofungwa tarehe 7 Septemba 2025, hivyo kuifanya klabu hiyo kushindwa kusajili wachezaji wapya. Kutokana na hali hiyo, TFF ililazimika kuiandikia FIFA kuiomba iruhusu klabu hiyo iingize wachezaji wake kwenye mfumo, kwa vile changamoto ilikuwa ni upande wake. Baada ya FIFA kuridhia ombi hilo na kwa kuzingatia kifungu cha 65:14 mabano cha kanuni za ligi kuu, kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji ya TFF ilikutana kwa dharura tarehe 6 Oktoba 2025, ambapo ilipitisha usajili wa wachezaji wapya wa klabu hiyo. Na kamanda. Naam. Karibu. Ni taarifa njema kwanza kwetu sisi wadau wa Fountain Gate. Mimi ni mdau wa Fountain Gate. Mdau mkubwa sana. Niko karibu na mmiliki wao Bwana Jafet Makau. Tuko karibu. Kwa hiyo ni jambo la kufurahisha kwanza. Lakini pili, nadhani ufike muda kidogo wawe, manake sawa ni issue ya kimfumo, lakini kwa nini iwe inawatokea wao kila siku? Maana ni mara ya pili, ni msimu wa pili ili jambo linawakuta. Kwa hiyo ni jambo zuri kwamba FIFA busara imetumika. Maana hapo FIFA wametumia busara kama tunavyotumiaga busara huku. Kwa hiyo kwa ili timu yao ifanye vizuri ama iwe katika mazingira ya kufanya vizuri kama ilivyo malengo yao kimashindano, FIFA wametumia busara na ni jambo zuri ambacho mimi namdai Bwana Jafet Makau ni kwamba hili jambo lisiwatokee tena. Hilo ni moja, lakini pili, msimu huu wasizembee kama msimu uliopita. Maana msimu uliopita walipambana mpaka kwenye playoffs. Kwa hiyo wale watu wake ambao wanawaweka wa kumfanyia mipango yake sawa sawa, awaweke watu ambao ni watu wa uhakika. Na hapo kamanda, ili swali naliacha wazi tu. Kuna haja ya hizi klabu hizi za madaraja ya kati, pengine championship, wengine pia kwenye ligi kuu huku, ambao wanashika kuanzia nafasi ya 6, 7, 8 huko, ya kusajili wachezaji wa kigeni, angali wakati mwingine uwezo wako wa kiuchumi ni mdogo. Mimi sina tatizo na mtu kusajili wachezaji wa kigeni. Huna tatizo? Sina tatizo. Tatizo nililonalo ni kwamba huyo mchezaji wa kigeni ni mchezaji gani? Maana kama unaleta mchezaji wa kigeni ambaye anazidiwa na mchezaji ambaye yuko Tanzania, what's the point? Hakuna umuhimu. Yaani sisi tuende Kenya tukatafute mtangazaji wa kipindi cha michezo wakati Mkai yupo hapa. Yaani tuende Kenya kutafuta nini? Katika hali ya kawaida. Yaani tunamleta mtu kutoka Kenya ambaye hajui kutamka ara na elo, hana sauti nzuri ya kueleweka. Sijui unaelewa? Nakuelewa. Kama tunataka kumpata mtangazaji competent ambaye yani anakuja hapa na ana raise viwango. Yes. Unapa kazi. Ni mtangazaji ambaye yani tukimweka katika mizania na Mkai, ama mchambuzi ambaye tukimweka hapa na Evans. Evans yuko hapa, huyu inabidi ajitafutie kwao, akifika akishajitafuta vya kutosha ndio aje. Jana kabla hujamalizia jana nilikuwa nafuatilia Radio 47, radio ya Kenya. Walikuwa wanazungumzia issue moja. Kuna timu ya Kenya
inashiriki ligi kuu, Bandari. Bandari ndo alikuja kucheza na Yanga hapa Bandari ya. Sasa Bandari wamefukuza kocha, alafu kocha wao alikuwa anaitwa Ken Odhiambo nadhani. Wakaleta kocha kutoka Morocco. Nilikuwa namsikiliza mtangazaji anaitwa Fred Arocho, mmoja kati ya watangazaji maarufu sana Kenya wa michezo kule. Kwa hiyo yeye akawa analalamika kwamba wale Bandari sawa mmeleta kocha, lakini huyu kocha hajawahi kufundisha kwao. Yaani ndo anakuja kuanzia moja hapa. Sawa. Kwangu mimi hiyo sio sawa. Yaani wewe pale Kenya wapo makocha wa kutosha wana experience. Umeelewa? Nyinyi mnaendaje Morocco mnaleta kocha ambaye hajawahi kufundisha timu nyumbani kwao ya ligi kuu? Inawezekana sio issue kutofundisha kwao, na yake mtu unaweza ukao hujafundisha kwenu, umefundisha mpira nchi. Kwa mfano mtu kama Gamondi hajafundisha mpira kwao Argentina, akafundisha Morocco, so we don't have an issue with that. Lakini huyu mtu yani ndo anakuja kuanzia pale. Sawa. Sasa wewe unaenda Nigeria, unaleta mshambuliaji ambaye anazidiwa na George Mpole. Sawa. Unakwenda unakwenda Burkina Faso, unaleta beki ambaye anazidiwa na Abdalla Mfuko. Sawa. Kwa mfano eti uwe Simba pale, unakwenda labda Uganda watuletea kiungo, lakini hana kiwango hata cha kumfikia Ayub Semfuko. Sasa Morris Abraham. Umeelewa sijui. Yaani usilete mchezaji for the sake tu kwamba bana huyu mchezaji katoka sijui Burundi, katoka sijui South Africa hapo kama alivyokuja Skudu wakati ule, lakini profile yake anazidiwa na watu hapa. Hilo tatizo lipo, yani hiki tunachokizungumza ni uhalisia kwamba wanafanya hivyo viongozi wa hizo club. Mimi huo ndo ugomvi wangu. Yaani wewe kwa mfano unaleta kocha, manake sio the issue sio kuleta tu kocha wa nje. Unaweza kuleta kocha wa nje lakini wewe kocha haelewani na wachezaji wako. Yaani huyu kocha labda unakuta yeye anazungumza Kireno na Kifaransa. Wachezaji wako hata Kiingereza wazungumza. Hakuna kitu kitakachoendelea. Mimi na tatizo moja nao watu. Agiza kitu unachoweza kulipa. Kabisa. Unanielewa? Issue ya kwamba mnawaleta wachezaji ambao baadaye wanakuwa wanawadai, mara mmeshindwa kulipia zile harama ambazo zinatakiwa kulipwa, mnafungiwa, ndio yote majanga yanakuja hapa. Unaelewa? Kwa hiyo mimi issue yangu ya kwanza ni kama hakuna ulazima wa kuwaleta hao wachezaji kutoka nje, maana yake ni kwamba hamwezi kuafford hao watu, si ndio? Kama tunaona Azam wanaenda wanasajili wachezaji kutoka nje, hatujawahi kusikia issue yote ile, na haifanyi vizuri, kwa maana kwa labda eti kwa maana kushinda mataji, haijawahi kushinda mataji hivi karibuni, si ndio? Lakini wanaenda wanasajili wachezaji, wanawalipa, hamna shida. Kwa hiyo kama mna opt kwenda kuleta wachezaji kutoka nje, hakikisheni hao watu mnawalipa. Hapo. Kwa mfano nikikumbusha tu kwa msimu uliopita, miongoni mwa klabu ambazo pia ziliingia kwenye mafaili ya FIFA, Yanga nao pia wamo. Yanga ni klabu kubwa. Ndio. Sijui tunaelewana. Wakati mwingine tunaonyesha kidole hawa Fountain. Lakini Yanga ni klabu kubwa pia, tunasikia wachezaji wanaidai Young Africans. Kudaiwa sio tatizo. Hata yeye mwenyewe sasa una deni hapa. Mengi. Taasisi pia huwa zinadaiwa. Lakini lazima tulinde brand ya ile klabu. Kubwa wa Yanga haivutii na haipendezi. Na niliwahi kuwaambia na unajua mkai mpaka deni linafika FIFA, mpaka watu wanaamua kuwafungia. Manake mmeshindwa kumalizana nyinyi wenyewe kistaarabu na mchezaji. Au pia mmepuuzia. Mpaka mtu anaona watu sasa wananichukulia poa, ngoja niende sehemu nyingine ambayo naweza nikapata hiyo haki. Kudaiwa sio big story, watu wanadaiwa. Unajua kwa nini wakati mwingine wanafika FIFA? Kwa sababu huwa kwenye makubaliano mnakubaliana, bwana, ikifika tarehe fulani mzigo wangu umeingia. Tarehe inafika alafu hakuna maelezo yoyote. Sasa utakimbilia wapi? Maana yake kwamba mmeshindwa kuzungumza vizuri. Kwani wewe nataka nikuulize kitu kimoja. Inawezekana kwenye mkataba wako mlikubaliana kwamba wewe na ofisi unalipwa tarehe 30, si ndio? Ikifika tarehe 30 hujalipwa, utaenda kushtaki kwenye haki za wafanyakazi kwamba sijalipwa langu. Hauwezi kwenda huko kwa haraka, kwa sababu pengine kunaweza kuwepo mazungumzo mazuri kati ya mwajiri na mwajiriwa kwamba wewe sikiliza, ni kweli tulikubaliana kimaandishi kwamba tunatakiwa tukulipe tarehe 30, lakini kwa hali iliyopo sasa hivi itabidi tuvute kidogo siku 10 mbele. Unaelewa? Lakini huwezi kutoka hapo kwenda huko, kwa sababu wachezaji hawa sio kwamba wanyama, ni binadamu na pia. Hakuna kitu kizuri kama taarifa. Hiyo ndio inaleta changamoto hiyo.
taarifa. Watu wanashindwa kucommunicate vizuri, unanielewa? Na wakati mwingine unaweza kukuta mchezaji kaondoka kwenye ile timu, si ndio? Lakini bado ana madai ambayo anadai. Watu kumlipa stahiki zake, naona hasa mchezaji tuko naye tena au tunamlipaje haraka haraka hivi. You see? Ndio. Kwa wakati mwingine wanatengeneza mazingira. Mimi sidhani kama ni kitu rafiki sana kuitana huko FIFA. Ndio. Mara mnafungiana, mnakuja mnafunguliwa. Madhara yake ndo kama haya ambayo umekuta Fountain Gate. Kwamba kwenye mechi za mwanzo ambazo pengine ongeza kupambana wakapata alama, wameenda na wachezaji ambao hawakuwa kwenye mpango, kwa sababu wachezaji wao wale hawakuwa na kibali cha kwanza kucheza. Kwa natamani iwe funzo. Kama hamna uwezo wa kuleta hao wachezaji kutoka nje, msiende kuchukua hao wachezaji. Tafuteni hapa kuna quality. Mfano, mimi nitakutolea mfano mzuri. Msimu uliopita hao walikuwa na wachezaji kutoka nje, si ndio? Baadhi ya wachezaji kutoka nje. Lakini haijafanywa vizuri kuliko JKT ambayo ina wachezaji kutoka ndani. Ambao mmoja wao ndo yule bwana John Nobo, sio? Bwana John Nobo yule, goalkeeper yule. Unanielewa? Lakini alijikuta amesahau kudaka mpaka kocha wake John Matano bwana Robert Matano akazungumza kwa hasira sana. Wanapeana. Kwa hiyo I think wachezaji pia wapo. Watu waache uvivu wa kufanya scouting. Unanielewa? Kwenye hii ligi yetu hii, huko ukienda huko championship kuna watu wana njaa. Unanielewa? Ukienda Zanzibar kuna watu wana njaa, wanahitaji kupata nafasi ili waweze kucheza. Na ndio maana huwa wakati mwingine mjadala wa wachezaji 12 unaenda mbali zaidi, unaigusa mpaka timu ya taifa, sijui wachezaji wazao hawapati nafasi. Lakini tunaenda mbali zaidi, TFF wao hawana tatizo, tumewawekea wachezaji 12. Kazi kwenu sasa nyie kudeal nao. Klabu. Yaani ni kazi nyie ya klabu ni jukumu lenu sasa kuleta wachezaji wenye viwango. Kwani wewe ukiandaliwa chai sehemu ugenini ukaekewa maandazi 10 lazima uyamalize hayo? Inategemea kama nina njaa na kumua yote. Sasa maandazi yenyewe mazuri pia. Anaweza kama machache. Mimi napiga. Unajua ile sasa unaenda ugenini eti unavunga eti ngoja. Huo mfano uliotoa sio mzuri. Kwa mfano kama mimi napenda sana prawns. Yaani mimi prawns anytime ukinikuta niwe nimeshiba, sijashiba nitapeleka Pwani. Sasa hiyo ndio ya kusajili wachezaji kwa sababu mpewa na nini? Umepewa mamlaka kwa kusajili. Huo mfano unaotumia sio. Umeona sasa kamanda kaja hapa. Kombe akikuta prawn awe ameshiba au hajashiba anakula. Iko koko mmeambiwa msajili wachezaji 12. Nyinyi mnasajili tu kama mmeambiwa msajili. Wenetu wa Peacock si wanafanya mambo saa 6 saa 7 ikifika hapa. Alafu saa 7:30 ukaleta prawns hapa. Kama kawaida, wala sitojivunga. Ndio wao mnaita wachezaji ambao wanafuata. Ukileta bamia na mlenda nitaangalia tu. Evans, katika hili unabainisha vipi? Tatizo ni hizi club zenyewe kuwa na watu ambao ni sahihi. Kuna wakati mwingine kwa mfano kama Simba alikuwa na yule Melz yule jamaa yule scout ambaye amengatuka hivi sasa. Yule alimleta saa dogo. Na pia kabla hajazungumza Evans